Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kushirikiana na wananchi na wadau wengine katika kuimarisha ulinzi na usalama wa maisha na mali kwa kufanya doria za kubaini na kuzuia uhalifu katika mkoa wetu. Pia kufanya operesheni na misako ambayo inaendelea kufanyika katika mkoa wetu na kupata mafanikio ambayo yamepelekea kuwakamata wahalifu wa makosa mbalimbali. Kwa kipindi cha mwezi Aprili mwaka 2026, jumla ya watuhumiwa 987 wa uhalifu ikiwemo mauaji, kubaka, kupatikana mali za wizi, kupatikana silaha bila kibali na kupatikana na madawa ya kulevya ni matukio ambayo watuhumiwa wake wameweza kukamatwa. Kwa hiyo watuhumiwa waliokamatwa na upelelezi wa kesi zao kukamilishwa na kisha kufikishwa mahakamani, baadhi wamepatikana na hatia na wengine kuhukumiwa vifungo. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia watu watatu wanaoitwa Faustini Seresi mwenye umri wa miaka 48, huyu ni mkazi wa Kiponda Ihowanza, Nicholas Lamek mwenye umri wa miaka 32 na Daudi Richard mwenye umri wa miaka 33. Wote hawa ni wakazi wa Kitunda wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na silaha mbili aina ya gobore bila kuwa na kibali. Watuhumiwa walikamatwa kati ya Aprili 19 na 23 mwaka huu 2026 katika pori la akiba la Piti Rupa Tingatinga wilayani Chunya na eneo la Nyamakonge lililopo ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha wilayani Mbarali katika mkoa huu wa Mbeya. Hawa walikutwa na hizo silaha. Aidha, watuhumiwa walikutwa wakiwa na goroli na vipande vidogo vidogo vya chuma vipatavyo 23 au vya nondo vinavyotumika kama silaha risasi kwenye hayo magobori, lakini pia walikuwa na baisikeli ambayo walikuwa wanaitumia katika kusafiri. Uchunguzi uliofanyika umebaini kwamba watuhumiwa hawa ni wawindaji haramu. Wakati huo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wengine 6 ambao ni Arthur Mwanza mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Mwanyanje, Ayubu Mwaisendo mwenye umri wa miaka 42, huyu ni mkazi wa Nyigamba, Masiki Mburu mwenye umri wa miaka 24, huyu ni mkazi wa Kibonde Maji, Isaya mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa Kiwira, Amadeo Alexi mwenye umri wa miaka 42 na Amos Amadeo mwenye umri wa miaka 42. Wote hawa ni wakazi wa mtaa wa Mtakuja Mbarizi. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya kuvunja majengo usiku na kuiba. Lakini baadhi yao pia wanajihusisha na ushushaji wa mizigo Mlima Nyoka kwenye magari ambayo yanasafirisha mizigo kutoka mkoa wetu wa Mbeya kwenda mikoa mingine ya jirani. Kwa hiyo watuhumiwa walikamatwa mtaa wa Mwanyanje, Kibonde Nyasi jijini Mbeya na mtaa wa DDC katika mji mdogo wa Mbarizi baada ya kuvunja majengo ya kiwemo majengo ya kanisa, kwa mfano kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG lililopo Uyole, jengo la kanisa la EAGT yani Evangelical Assemblies of God of Tanzania lililoko Uyole, na nyumba za watu na kuiba mali mbalimbali ambazo wameweza kukutwa nazo. Kwa hiyo watuhumiwa walikutwa na mali hizo ambazo zimeibiwa ikiwemo television za aina mbalimbali, redio za aina mbalimbali au aina tofauti, speaker za redio, microphone, booster, mixer, magodoro, vinywaji vikali aina mbalimbali, simu za mkononi, laini za simu na vifaa mbalimbali ambavyo walikuwa wakitumia kuvunjia majengo hayo. Sambamba na hayo, kwa kipindi cha mwezi Aprili mwaka 2026, jumla ya watuhumiwa 15 hawa walikamatwa wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi kilo 3.19 na watuhumiwa 15 walikamatwa wakiwa na pombe haramu ya gongo almaarufu gongo au pombe ya moshi lita 160. Watuhumiwa wengine 4 walikamatwa wakiwa na bidhaa za magendo, sukari, mafuta ya kupikia lita 220, mayai ya kuku ambayo yameingizwa kutoka nchi za Malawi au nchi jirani trei 14 bila kulipia ushuru, na haya yamepigwa marufuku yasiingizwe nchini. Kwa hiyo walikuwa wanakwepa ushuru na kuingiza katika nchi yetu. Kwa kipindi pia cha mwezi Aprili mwaka 2026, jumla ya kesi zote zilizofikishwa mahakamani zilikuwa 324. Kati ya hizo kesi 130 zilipata mafanikio kwa washtakiwa kukutwa na hatia na kuhukumiwa vifungo.
Aidha, kesi 164 hizi bado ziko katika hatua mbalimbali kule mahakamani zikiendelea kusikilizwa. Katika mahakama ya wilaya Chunya, kati ya zile kesi ambazo zimesema zimepata mafanikio, mtuhumiwa mmoja anaitwa Dida Elias Rupia mwenye umri wa miaka 36, huyu ni mkazi wa Stamiko wilayani Chunya, alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela maisha kwa kosa la kubaka na kulawiti alilolitenda dhidi ya mtoto mwenye umri wa miaka 8 ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la pili. Hukumu hiyo ilitolewa na Mheshimiwa James Mhanuzi Aprili 30 mwaka 2026, na kabla ya hukumu hiyo kusomwa, mwendesha mashtaka wa serikali alieleza kuwa mtuhumiwa huyu alitenda kosa Februari 5 mwaka 2026 huko katika kijiji cha Stamiko baada ya kumvizia mtoto huyo akiwa anatoka kisimani kuchota maji, na ndipo alipoweza kumshika mkono na kumdanganya au kumlaghai kwamba yeye ni rafiki yake na mama yake, na kisha kumpeleka kwenye nyumba yake na kwenda kumtendea uhalifu huu au ukatili huu ambao nimeutaja wa kumlawiti pamoja na kumbaka. Kwa hiyo mwendesha mashtaka wa serikali wakili Mwajabu Tengeneza akiwa mahakamani hapo aliweza kuiomba mahakama tukufu kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe funzo kwa wengine na kwake yeye mwenyewe ili wale wenye mawazo ya kuweza kufanya vitendo hivyo vya ukatili kwa watoto waweze kuacha. Lakini pia Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limeendelea na mikakati ya kuzuia na kudhibiti ajali barabarani kwa kuhakikisha kuwa madereva na watumiaji wengine wa barabara wanapata elimu ya usalama barabarani. Madereva wanaokiuka sheria za usalama barabarani wanakamatwa na kuchukuliwa sheria au hatua kwa mujibu wa sheria. Na kwa muktadha huo, kwa kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Aprili mwaka 2026, jumla ya madereva 12 hao wameweza kufungiwa leseni zao za udereva kutokana na kusababisha ajali na kutenda makosa hatarishi ikiwemo mwendo kasi na kuyapita magari mengine katika maeneo hatarishi, yani long overtaking, na kuhatarisha usalama wao, abiria na watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo kutokana na vitendo hivyo madereva hao 12 wamekwisha fungiwa leseni zao, na wengine bado tunaendelea kuwafuatilia wale wote ambao waheshimu sheria za usalama barabarani, na wao wakibainika hatua kali zitachukuliwa ili tuweze kuhakikisha kwamba ajali zinapungua, lakini pia watu wanaheshimu sheria za usalama barabarani. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi, kwanza kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu kwa Jeshi la Polisi ili kuzuia na kutokomeza uhalifu huo katika jamii. Lakini pia linatoa rai kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kufika mahakamani kutoa ushahidi ili mahakama iweze kusikiliza na kupokea ushahidi na kuwatia hatiani watuhumiwa kama ambavyo watuhumiwa ambao nimetaja wameweza kupatikana na hatia. Lakini mwisho, Jeshi la Polisi linatoa onyo kwa baadhi ya wananchi ambao wanaendelea kujihusisha na vitendo vya uhalifu kuacha mara moja, kwani uhalifu haulipi.